Atawaku sanya wote walio mpenda kama nyota za mbingu, watu wake watang'aa katika taji lake, kuwa sifa za Yesu. Kama nyota za mbingu, watu wake watang'aa katika taji lake, kuwa sifa ya Yesu. Atawakusanya wote waliomwamini, watakuwa tunu yake milele mbingu. Iyo kama nyota za mbingu, watu wake watang'aa katika taji lake, kuwa sifa za Yesu. Na watoto watakuwa pamoja naye. Watang'aa kama lulu nyumbani mwa Mungu, kama nyota za mbingu, watu wake watang'aa katika taji lake, kuwa sifa kwaye. Iyo kama nyota za mbingu, watu wake watang'aa katika taji lake, kuwa sifa kwa Yesu. Asante Mungu wa neema, asante Mungu mwenye nguvu, asante Mungu mwenye baraka. Ni wewe unaweza, ulituumba Bwana kwa kusudi lako. Tizama wakati mzuri kama huu Bwana, naonekana tena katika madhabahu hii, nikiomba Bwana kuongozwa na wewe, nikiomba Bwana kutiwa nguvu na wewe. Kila ambacho Bwana umekusudia usiku wa leo Bwana kwa ajili ya wana wako, naomba Bwana ukakitoe sawa sawa na uradhi wa mapenzi yako. Ninakushukuru Roho Mtakatifu kwa sababu ya uaminifu wako, ukaweze Bwana kunijaza nguvu na kunipigania na kuniwezesha tena na tena. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Ninakusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Natumaini ya kwamba wewe ni mzima afya na neema ya Kristo inazidi kukufunika popote pale unaponisikiliza. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ni mzima afya, ninazidi kuona mkono wake, ninazidi kuona baraka yake, na pia ninazidi kuona upendo wake. Title ya leo inasema ya kwamba ukiona dalili hizi ujue ya kwamba sio Mungu anaye kutumikisha. Ukiona dalili hizi katika huduma ambayo unatumika, ama ukiona dalili hii
katika kanisa ama kwa mhubiri ambaye unamsikiliza, unamfuatilia, wewe fahamu ya kwamba roho iliyopo nyuma ya mhubiri huyo sio roho ya Mungu. Kabla sijaenda kwa undani zaidi, nataka nikwambie kwamba Mungu wa mbinguni katika kazi zake zote ambazo alikusudia zitendeke duniani ameacha kanuni. Maandiko yanasema kwamba hakujiacha bila ushuhuda. Aliweka kanuni na akatamani kanuni hiyo iwe kama vile ni mwongozo ili kuwasaidia watu ambao wanamwabudu. Nami naamini ya kwamba siku zote Mungu ni muumini wa kanuni. Ina maana kwamba kama utakiuka kanuni za Mungu, kuna uwezekano tunapokwenda Mungu akawa hayupo, kwa sababu Mungu amekaa kwenye kanuni za Mungu. Ni sawa sawa uamue kulikataa neno na ukasema ya kwamba bado namwamini Mungu. Mungu ni neno lake. Kwa hiyo unapolikataa neno la Mungu ni kama umemkataa Mungu. Yesu wetu asifiwe. Ni kama mfano ukienda sokoni unasema nataka tu maji sitaki chupa. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Nataka maji sitaki chupa. Unataka maji uende nayo nyumbani alafu utaki iende kwenye chupa. Sasa hapo utalazimika kuingia kwenye gharama zingine. Nikiwa na maana gani? Maandiko yanasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Na kama maandiko yanasema mtakeni Bwana na nguvu zake, tunatakiwa kuelewa ya kuwa Mungu wa mbinguni ambaye tunamwamini, kuna namna ambayo itakayotusaidia kumfanya sisi tumfikie. Na kanuni hizo ndizo ambazo alitaka tuzifuate ili kutufikisha katika neema na baraka ile ambayo yeye alikusudia ili tuweze kuishi nayo. Sasa leo na dalili 3 ambazo nitataka kuonesha, ukiziona kwako, kwa mtumishi ambaye unamfuatilia, kwa mchungaji wako, wewe fahamu tu ndani yake hakuna Mungu ambaye anaongoza. Nataka nianze, jambo la kwanza ni kwamba kuchanganya huduma na dhambi. Jambo la kwanza ambalo ni ishara inayoonyesha kwamba huduma unayofanya, mchungaji unayemfuatilia, mhubiri unayemshabikia aongozwi na Mungu ama sio Mungu aliyopo kwenye huduma hiyo. Ni kama ni mtumishi ambaye anachanganya huduma na dhambi. Nataka nikwambie kwamba huwezi ukawa mfungwa na ukawafungua wengine. Huwezi ukawa mateka na ukawa mkombozi wa wengine. Huwezi ukawa huko kwenye meli alafu ukataka kuwaokoa watu wakati wewe mwenyewe uko kwenye hatari. Huduma zote za Mungu, Mungu ameweka kanuni yake kwanza ni utakatifu. Na kama Mungu ameweka kanuni yake kwanza ni utakatifu, alitaka wote wanaokaribia. Anasema msingi wa kwenye Timotheo kwamba msingi wa Mungu ulio imara umekwisha kupigwa muhuri, kwamba Bwana wajua walio wake, na kila alitajaye jina la Bwana auache uovu. Hii inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba kanuni ya kwamba mtu huyu ameitwa na Mungu ni kwa namna kwanza atakavyojiepusha na uovu. Ndio maana huduma yoyote, haijalishi wanaokota mapepo, haijalishi wanaangusha mapepo, haijalishi wanaimba mpaka mbingu zinafunguka, hakuna huduma yoyote ya Mungu ambayo itakuwa inachangamana na dhambi. Yesu wetu asifiwe sana. Nataka nisome andiko hili la Petro wakati tunaendelea. Leo nitakwenda taratibu sana. Sasa hivi ni saa 6 usiku na dakika 30. Kwa mida imekwenda, lakini kwa neema ya Mungu nina uhakika tutafika ambako tunataka kufika. Petro wa pili sura yake ya 2 mstari wa 19 anasema,
wakiwaahidi uhuru, nao wenyewe ni watumwa wa uharibifu. Maana mtu akishindwa na mtu huwa mtumwa wa mtu yule. Wakiwaahidi watu uhuru, wakiwaahidi watu uhuru, lakini wao wenyewe ni watumwa. Yesu wetu asifiwe sana. Nataka hapa ili neno tulirudie vizuri. Anasema wakiwaahidi uhuru, nao wenyewe ni watumwa wa uharibifu. Hii nataka kutuambia kwamba hata kama unajiita ni mhubiri, hata kama unajiita sijui mchungaji, vyovyote vile ambavyo unaona vema kujiita, kama tu utakuwa na maisha ambayo hayatokani na utakatifu, yani wewe kwako dhambi unaona kama vile ni sehemu mojawapo ya maisha yako ya ulokole, na huku unadai kwamba ni Mungu unayemtumikia, nataka nikwambie roho inayokutumikisha sio ya Mungu. Na nitajaribu hapa kuambia kwa maneno ya maandiko, hiyo roho inaweza ikawa ya nani. Sijasema moja kwa moja, kwa sababu kwa asilimia kubwa, nataka nikuonyeshe kitu hiki, kwa asilimia kubwa shauku ya kumtumikia Mungu inatoka kwa Mungu. Kwa asilimia, yani naweza nikasema karibia asilimia 80 ya watu ambao waliingia kwenye huduma ya Mungu, kwanza kabisa ulikuwa ni msukumo kutoka kwa Mungu. Lakini sasa wanapoingia huku ndani, baadhi wanakuwa hawajafundishwa na kuelekezwa vizuri. Wengine baada ya kuingia huku ndani wanaachana na ile taratibu iliyowafanya kuwa jinsi walivyo, wanaamua kufuata mifumo ambayo wao huona kwamba ni rahisi. Matokeo yake wanajikuta wako nje ya fence. Wengine wanashawishiwa wanapokuwa kwenye harakati za kimungu, na wanaamua kuruka fence, wanaamua kubadilisha utaratibu, na wanaingiza utaratibu zao ambazo wanaziona wao kwamba ni njema. Kwa hiyo anasema kwamba kuna watu wanawaidia watu wengine uhuru, lakini bado wao wenyewe ni watumwa wa dhambi. Hii inafananishwa na watumishi ambao tunawaambia wengine kwamba ndugu acha hiki, ndugu acha kile, lakini sisi wenyewe bado ni watumwa wa makosa hayo ambao tunawakataza watu. Sasa ukiona dalili kama hizi, nataka nikwambie sio roho wa Mungu aliyopo nyuma yako. Sikia nikusomee ile andiko hapa, Korinto wa pili sura yake ya 11, Korinto wa pili 11 mstari wa 14. Andiko ananiambia hivi: anasema, Mungu aje nianzie kwenye 13 inipe pointi. Lakini nifanyalo nitalifanya ili niwapinge hao. Okay. Mungu aje nianzie kwenye 12. Lakini nifanyalo nitalifanya ili niwapinge hao watafutao nafasi wasipate nafasi, ili kwamba katika neno hilo wajisifialo waonekane kuwa kama sisi. Mtume Paulo anajaribu kusema kuna kundi la watu ambalo wamejiingiza huku kwao na wanataka waseme kila neno kama mitume ili waonekane kama mitume. Unaposikia kitu kinasema unataka kuonekana kama, yani wewe sio yule unayetaka kuonekana. Anaendelea kwenye 13, anasema, maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wala si ajabu, maana Shetani mwenyewe ujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wake, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Hili andiko ukilisoma haraka haraka uweze ukalielewa, lakini ukija ukituliza akili utakuja kuelewa Paulo anazungumzia nini.
Paulo anataka kutuonesha kitu gani? Paulo anataka kutuonesha kwamba kuna watu ambao wanahudumu pamoja nasi, wanaitwa ni watumishi pamoja nasi, wanaitwa ni wachungaji wenzetu, wanaitwa ni manabii wenzetu, wanaitwa wainjilisti wenzetu, wanaitwa walimu na mitume wenzetu, lakini wanafanya yote ili waonekane kama sisi, lakini wao sio wa njia hii. Ogopa sana utumishi ambao utakufanya uishi kinyume na neno la Mungu, uishi maisha ya dhambi. Unaishi maisha ya dhambi, ndo wale ambao wengine wanadiriki mpaka kusema msinifuate mimi, mfuate vyenjo niko nasema. Hiyo sio Biblia. Hiyo sio Biblia. Ndio maana ukimwona mchungaji, kiongozi yoyote anasema hatuendi kufuata watu, hatuendi kufuata watu, tunafuata Mungu, nataka nikwambie Mungu yuko ndani ya mtu. Ndio maana Paulo kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa kwanza anasema nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Akiwa na maana gani? Kama mnanifuata mimi Paulo, angalieni hatua zangu na hatua ambazo Kristo alizipiga. Angalieni maneno yangu na maneno ambayo Kristo aliyazungumza. Huduma yoyote ya Mungu, msingi wake ni utakatifu. Msingi wa Mungu ulio imara umekwisha kupigwa muhuri. Bwana awajua walio wake, na kila alitajaye jina la Bwana lazima auache uovu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikusomee ile andiko hapa haraka kwenye Timotheo wa pili, nadhani Timotheo wa pili sura yake ni ya pili mstari wa 19 nadhani. 18-19. Okay. Waliokosa kweli wakasimama kwamba kiama imekwisha. 19. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii: Bwana wajua walio wake, na kila na tena kila na tena kila. Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na uache uovu. Kwa hiyo msingi wa huduma ya Mungu, kutaja jina la Bwana sio tu kusema Bwana. Kutaja jina la Bwana kwa kusudi la kutaka kuokoa watu. Unatakiwa mwenyewe uwe kwanza umeokolewa. Kuna mambo ambayo bado naendelea kuchapisha kwenye mtandao wa Facebook. Nitaandika faida za wokovu. Nitajaribu kuzungumza hapo nini ambacho kinaendelea kwa njia ya maandishi. Lakini ninachotaka hapa tu nikuonesha ni kwamba kama huduma yako, kama huduma unayofuatilia, unaona kuanzia kiongozi na mwingine yoyote ule hawaishi kwenye maisha matakatifu, uko kwenye hatari. Mtu yeyote ambaye anakuongoza mahali popote, kama tu maisha matakatifu si moja kati ya foundation yake, akupeleki kwa Mungu. Tunaposema haya ni kama vile tunaongea maneno ambayo yana chuki hivi ndani yake, lakini ni kweli tuna chuki na uovu. Yesu wetu asifiwe sana. Kwa hiyo hilo lazima tulielewe hivyo. Hivyo nimekwambia jambo la kwanza, huduma kuchangamana na uovu. Ujue kwamba sio roho wa Mungu, ama sio Mungu ndo mwanzilishi wa hiyo huduma, ama sio Mungu anayeongoza. Huduma ya Mungu inaongozwa na utakatifu, wala sio tabia chafu. Jambo la pili, ukiona huduma ambayo unafanya unafundisha nje na lengo la Mungu, ujue sio Mungu anayekuongoza kwenye huduma hiyo. Nje na lengo la Mungu. Kumbuka, Mungu ana kusudi lake la kutuleta duniani. Mungu ana kusudi lake la kuliweka neno lake. Mungu ana kusudi lake la kuwaweka watumishi kwa watumishi. Na kitu ambacho napendaga kuambia watu ni kuwa mimi na wewe sio wa kwanza kufanya hizi huduma za Mungu. Wapo ambao wamehubiri hizi huduma miaka 5000 iliyopita, miaka 100,000 iliyopita. Wapo ambao wamehubiri hizi huduma. Wapo ambao wamefanya hii kazi. Lakini leo hii
wanatulia. Kuna mtu mwingine anastuka miaka 100 inakweje? Sema wewe, Yesu alipozaliwa walianza kuhesabia kwenye 1, lakini naomba ufahamu nyuma kote huko kulikuwa miaka ambao watu waliishi. Nataka niseme nini mahali hapa? Nataka niseme ya kwamba kama umeitwa na Mungu, lazima uelewe muongozo wetu sisi kama Wakristo ni neno la Mungu ambalo ni Biblia. Ndio maana atubiriji maneno yetu. Ndio maana ukiona inafika mahali unaanza kumchukia mhubiri, wewe fahamu tu ni pepo linakupanda. Kwa sababu gani? Unapochukia mhubiri, ukweli ni kwamba mhubiri hana maneno yake. Kama mimi sina maneno yangu. Chochote ambacho ninaweza nikakushauri, ninaweza nikatoa reference yake kwenye Biblia. Kwamba hiki ambacho ninakushauri hapa ni kitu ambacho kimezungumzwa kwenye andiko fulani. Na tatizo ambalo linatokea ni kwamba watu wengi kwa sababu ya kuto kujua kusudio la Mungu kuwaweka kwenye huduma, ama watu wengi kwa sababu ya kuto kuitwa na Mungu wanalazimika kufundisha maneno ambayo yako nje na kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ni nini? Moja kubwa ni kwamba watu waache dhambi. Watu waache dhambi. Ndio maana unaona hata Yohana anasema kwamba sauti ya mtu aliyetoka nyikani, tengenezeni njia za Bwana, yanyosheni mapito yake. Yesu kwenye Mathayo ile sura yake ya 4 mstari 17 anasema wakati huo Yesu akaanza kuhubiri akisema, tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mitume kwenye Matendo ya Mitume sura yake ya 2 walipoanza kuhubiri pale walisema tubuni. Hakuna injili nje ya kuambia watu watengeneze. Hakuna injili nje ya kuambia watu mambo yanayohusiana na ufalme wa Mungu. Hakuna injili iliyo nje na kuambia watu kwamba wajiandae kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Lakini leo kuna vinjili huko mitaani ambavyo tunavisikiaga huko. Na ndivyo ambavyo vinapendwa sana. Vinjili vya misisimko. Sasa hakuna injili nje na maelekezo ya Mungu ambayo ni Biblia. Tuna Biblia kama vile mwongozo wetu. Tuna Biblia kama vile ambayo inatakiwa kutuweka sawa sisi wote. Sasa unakuta kuna mtu ambaye amebuni maneno yake, alafu anayaita maneno yake kwamba ndo maneno ya Mungu. Ndio maana kazi ya neno la Mungu, ulituma neno lake uwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Kwa sababu hatulisemi neno la Mungu, kwa sababu hatusimami kwenye kusudio ya neno la Mungu, ndio maana hata neno ambalo tunaliongea aliwi na matunda tarajiwa kwa watu wa Mungu, kwa sababu sisi wenyewe ambao tunalihubiri hilo neno hatukai kwenye hayo malengo ya Mungu. 23 Yeremia. Ndiko anasema hivi. 23. Pole maana siandagi sana masomo kama haya. Ngoja nianzie kwenye 20 nipate neno hapa. Hasira ya Bwana haitarudi hata itakapokwisha kuyatimiza makusudi ya moyo wake. Katika siku ya mwisho mtalifahamu neno hili kabisa. Biblia. Hasira ya Bwana haitarudi hata itakapokwisha kuyatimiza makusudi ya moyo wake. Katika siku za mwisho mtafahamu neno hili kabisa. Yeremia anajaribu kutuambia haya ambayo unayasikia utayafahamu kabisa. Haijalishi ukatae sasa hivi. Sasa anaendelea kusema, mimi sikuwatuma manabii hao, lakini walikwenda mbio. Sikusema nao, lakini walitabiri. Sikiliza 22. Anasema hivi. Lakini kama wangesimama katika baraza yangu, ndipo wangeliwasikilizisha watu wangu maneno yangu, na kuwageuza waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Kama watu tungekaa katika darasa la Mungu, kama watu tungekaa kujifunza kwa Mungu, kufuata maelekezo ya Roho Mtakatifu, kila ambacho anataka tufanye, nadhani wahubiri wote tungekataa dhambi kwa sauti moja.
Wahubiri wote tungesema hili ni baya. Wahubiri wote tungehakikisha makanisa ambayo tunayaongoza watu wa Mungu wanaishi maisha matakatifu. Lakini kwa sababu asilimia kubwa ya wahubiri tumetoka kwenye lengo la Mungu, tumetoka kwenye kusudi la Mungu, inafika mahali kanisa kinakuwa kama vile ni kituo cha kuwahifadhi watenda dhambi. Ndio maana nitakuonesha huko nyuma huko. Ndio maana sasa hivi mtu ukitenda dhambi, mahali sahihi pa kukimbilia sio unakimbilia uende kutubu. Of course watu zamani walikimbilia kanisani ili kwenda kutubu dhambi zao, lakini sasa hivi watu wanakimbilia kanisani ili kwenda kuficha dhambi zao. Ina maana kwamba kanisani pamekuwa kichakani pa waovu kwenda kujificha. Ndio maana uwezo ukastuka kumkuta mtu ni muumini wa miaka lakini bado ni mlevi, ni muumini wa miaka lakini bado ni mzinzi. Kwa nini? Kwa sababu wanachukulia kanisani kama mahali pa kwenda kuficha maovu na dhambi zao. Hasa anasema mimi sikuwatuma manabii hao, lakini walikwenda. Sikusema nao, lakini walitabiri. Lakini kama wangelikaa katika baraza langu, ndipo wangeliwasikilizisha watu wangu maneno yangu na kuwaambia waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Lengo la Mungu ni hilo, kwa sababu kilichotufarakanisha sisi na Mungu ni matendo yetu mabaya. Na kama kilichotufarakanisha sisi na Mungu ni matendo yetu mabaya, sisi kama watu wa Mungu ambao tumetumwa kwa lengo la Mungu, tungesimamia kwanza kuwarejesha watu kwenye asili yao. Sababu of course asili ya mwanadamu ni utakatifu. Asili ya mwanadamu huyu unayemwona hapa ni utakatifu. Nanyi mtakuwa watakatifu kwangu ili kuwatenga ninyi na mataifa. Kitu pekee ambacho shetani hawezi kukiishi ama kukifanya ni kuishi maisha kumpendeza Mungu, hicho tu. Mengine yote miujiza anaweza kufanya. Maana anasema hivi kwenye kitabu sijui cha Ezekiel sijui Yeremia, msishangae na ishara za mbinguni wala no. Kwa sababu hayo hata mataifa wanashangaa nayo hayo. Lakini ninyi kitakachowashangaza ni nini? Maisha yenu yanavyokaa sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Sijui na kwa Ezekiel sijui Yeremia 12. Ngoja nimtafute hapa haraka labda nitampata. Yeremia 12. Msishangae na ishara za mbinguni, sijui ishara wewe mwenyewe umepanda na lakini Bwana ajua. 7 jaribu 7 hapa nione simama langu ni pekalo na kuna kitu hapo nataka nikuonesha haraka hapa. Ngoja nitafute ile la mwisho, kama sikulipata labda nitalikumbuka wakati mwingine Bwana akinipea neema. Hapana, nitakitafuta wakati mwingine. Ila anasema kwamba msishangae na ishara za mbinguni wala duniani, maana watu wahovu ama mataifa wanashangaa nayo. Kitu gani hapo ambacho nataka nikuonesha ni kwamba hawa watu wengi hawataki kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana unakuta hata huduma zenyewe zinafanyika za mazoea, sio huduma ambazo Bwana amekusudia. Ukweli ni kwamba panapofanyika huduma ya Mungu kabisa, lazima pawepo na mshindo, lazima pawepo na mtikisiko, lazima pawepo na mabadiliko ya maisha ya watu. Vinginevyo hizi huduma za mitani hizi ni wazi kwamba roho aliyo nyuma sio roho wa Mungu. Na ni hatari sana, kwa sababu maandiko yanasema waongozwao na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kuna uwezekano na ni kitu cha aibu sana ukawa unajiamini na kujiaminisha kwamba unamtumikia Mungu, alafu mwisho ukaja kukataliwa. Hatari. Nataka nikuombe na nikusihi uangalie sana unachokifanya. Je, kinatokana na Mungu? Je, ni Mungu amekuagiza kweli kweli hayo maneno unayoyazungumza? Sababu asilimia kubwa ya wahubiri sasa hivi hatuyafanyi tena mapenzi ya Mungu. Tunakuwa tunayafanya mapenzi ya watu. Yaani tunasimama kwa ajili ya maslahi ya kile ambacho tunataka sisi kitokee, wala sio kile ambacho Mungu anataka kitokee. Lakini nataka nikwambie Mungu analo lengo. Anasema yeye kwamba anataka mtu aliye dhambini atubu na arudi kwake. Kwa hiyo kazi ya neno la Mungu ni kuwafanya watu waliomo dhambini warudi. Hebu wahubiri wote tukarudi kwenye hilo lengo, tukarudi kwenye hilo kusudi, ili angalau tujue ni Mungu kweli anatutumikisha amala. Lakini kama hizi huduma zetu zinafanyika kimazoea, tunafanya yale ambayo tunayazoea sisi na bila matokeo ya kimungu, tujue kinachotuongoza sio roho wa Mungu wala sio Mungu aliyo nyuma yetu. Mwisho kwenye hii pointi kabla sijaingia kwenye B yake ni kwamba
Ukiona pia huduma yako inakuelekeza sana ama huduma ya mchungaji wako inamuelekeza sana kupenda kushabikiwa, kupenda kusifiwa ama kupenda kuheshimiwa na watu ambao hawalitii neno la Mungu, wewe fahamu roho iliyopo nyuma sio roho ya Mungu. Unajua hapa inaweza ikawa ni vigumu sana kunielewa, lakini naomba tu jiulize swali moja. Hivi ukimkuta mtu analewa pombe, ukimwambia acha ulevi, atakupenda? Ukimkuta mtu anaiba, ukimwambia acha wizi, atakupenda? Majibu ni hapana. Siku zote ndio maana baba zetu waliposimamia neno la Mungu, kilichowakuta yalikuwa ni mateso, vilikuwa ni vipigo, zilikuwa ni chuki za hapa na pale. Kwa nini? Kwa sababu kwao neno la Mungu ni upanga. Kwa hiyo ufahamu ya kwamba maisha ambayo wewe unayaishi, maisha ambayo unaishi ndani ya huduma, kama tu umefocus sana, watu watasema nini, watu watanitazamaje, nataka nikwambie ni rahisi sana kutoka kwenye lengo la Mungu. Sisi kioo chetu sio watu, kioo chetu ni Mungu anataka tufanye nini. Asilimia kubwa ya watu tunaachana na yale ambayo Mungu anataka tufanye kwa sababu ya kuangalia watu. Na ninaposema watu sijamaanisha watu wa Mungu, namaanisha watu waovu. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema katika Methali sura yake ya 17 mstari 11 anasema hivi. Mtu mwovu hataki neno ila kuasi tu, kwa hiyo mjumbe mkali atatumwa kwake. Mtu mwovu hataki neno ila kuasi tu. Mtu mwenye dhambi siku zote hana na la ziada analotaka. Yeye anachotaka ni anataka hata kama mhubiri utazungumza, usizungumzie mahovu na dhambi zake. Hata kama utafundisha, usifundishe yanayohusiana na yale ambayo anafanya. Hiyo ndio furaha ya watu wahovu. Sasa ndio maana ukijikuta ni mhubiri ambaye unapenda sana kushangiliwa na watu waovu, ni mtu anajiuza huko lakini bado anapenda kupigia makofi. Swali la kujiuliza, mpaka mtu anayejiuza na kupigia makofi ni kweli anaelewa? Kwa sababu mimi kipimo cha kwamba unaelewa ninachokiongea sio namna unavyonipigia makofi ninapohubiri. Ninakungoja kwenye utendaji, utekelezaji ya kile ambacho nimekizungumza. Kwa maana watu wengi sana wanashangaga, mtumishi nakuelewa sana, na wakati mwingine nawavunjaga sana wengi moyo. Mtumishi nakuelewa, nataka kuwa kama wewe, na kuangalia tu, ninakutizama tu. Kwa sababu ninachoangalia ni nini? Kama kweli unanielewa, kwa nini sasa usifanye sawa sawa na haya ambayo mimi nayazungumza kila wakati? Kwa nini? Nini kinachokuzuia usifanye sawa sawa na haya ambayo mimi nayazungumza? Ni wazi kwamba kuna utofauti wa kusikia na kuelewa. Ungekuwa kweli unanielewa, ungeshaishi tayari sawa sawa na maneno yote ambayo nimeyazungumza. Kwa hiyo kama unaona mhubiri wako ni mtu ambaye anapenda sana kushabikiwa, yani yule ambaye tu kidogo tayari, na kuhakikishia, elewa kwamba roho pekee ambayo inakuga na kubaliana na kila kitu ni shetani. Ila Mungu wa mbinguni waga akubaliane na hicho kitu. Nikupe mfano wa mtu mmoja. Paulo ametoa pepo, na mtu mmoja anakuja pale anakiri kwamba mtu huyu ni uweza wa Mungu yule mkuu. Ngoja nikutafutie pia hilo andiko hapa, ni kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ni ya 10 na ngapi hapa, hata sio kwa 10 na kitu, sura yake ya 8 9 hapa.
sura yake 13 hapa. Sisi ngoja niende kwenye 14. Kuna andiko hapa na nitafuta. Okay. Matendo ya Mitume 16. Ngoja nione siku ya Sabato. Mwanamke mmoja. Okay. Ngoja nisome hapa kwenye Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 14. Nishawaambia siandagi haya mambo, kwa hiyo nayapitia tu. Anasema mwanamke mmoja hata siku ya Sabato kutoka nje ya lango kaenda kando ya mto ambako tukazani ya kuwa pana mahali pa kusali, tukaketi tukasema na wanawake waliokutana nao. Mwanamke mmoja jina lake Lidia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenyeji wa Tiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambako moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake, akashuka akisema kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae. Akatushurutisha. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi, naomba nisikilize sana mahali hapa. Kijakazi mmoja mwenye pepo wa uaguzi. Pepo wa uaguzi ni kama vile wapiga ramli. Na hapa nitafafanua kidogo, hata kwa manabii wa uongo wengi wanatumia hii style na wakidai kwamba ni Roho Mtakatifu anawafunulia. Anasema kwamba pepo hata tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuugua. Akamfuata Paulo na sisi, akipiga kelele akasema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiri njia ya wokovu. Mtu mwenye pepo ya uaguzi anasema kwamba Paulo na wenzake ni watumishi wa Mungu wa kweli, wanaowahubiri watu njia ya wokovu. Sikiliza. Akafanya hivyo siku nyingi. Yaani hakuisha tu hapo, aliendelea kufanya. Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Swali la kujiuliza, huyu mtu amekosa nini? Huyu mtu amekosa nini? Amemsifia Paulo. Na ndivyo alivyokuwa, kwamba watu hawa ni watumishi wa Mungu ambao wanawahubiri neno la Mungu la ukweli. Akafanya hivyo siku nyingi, lakini kinachotokea ni cha kushangaza kidogo. Paulo akasikitika, akamkemea yule pepo. Kumbuka hata Yesu pia, wakati bado yuko duniani, kuna pepo ambao wa kwanza kumtambua walikuwa mapepo. Anasema, wewe mwana wa Mungu umekuja kutua kabla ya wakati wetu. Maandiko yanasema akawakataza wasimdhihirishe. Kuna mambo ambayo kama mtu wa Mungu sifiwa na watu ambao wanaeleweka. Ndio maana mimi nasemaga, nyie vijana, nyie hizi nyimbo zenu mpaka mnakuja kutia challenge sio wokovu, na wahakikishia. Wimbo wa injili kabisa, mijitu miovu haiwezi hata ikauplay. Injili inaitwa uwezo wa Mungu uletao wokovu. Lakini kama ni watu ambao tunapenda sifa zozote za kutoka kwa mtu yeyote, tuelewe kilichopo nyuma sio Roho wa Mungu. Ndio maana mimi uwaga heshima yangu, sifa yangu, thamani yangu sionagi kwamba ipo kwenye kusifiwa na watu. Hapana. Na ndio maana mimi sinaga rafiki wa kudumu. Na rafiki ambaye tutakutana na wewe kwa maslahi ya kimungu, tukiachana ndo tumeachana hivyo. Nataka niseme nini mahali hapa?
ya kwamba Paulo wamesifiwa, ni watumishi wa Bwana. Hakusema ameni. Hakusema ameni mtu wa Mungu. Lakini alimkemea yule pepo wa uaguzi. Manabii wengi wanatumia ujanja huu ndo ambao wanatumia. Sikia, basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini lao, faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Wakawachukua kwa kadhi, wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Tena wanatangaza habari na desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi ni Warumi. Mkutano wote wakaondoka, wakakwenda makadhi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Paulo wanapigwa fimbo. Hapa ndo wakatiwa gerezani, ndo hapo walipoombaga na milango ya gereza ikafunguka. Tatizo limetoka wapi? Wamekataa sifa kutoka kwa mtu mwenye kuwa na pepo, na baada ya hiyo sifa wamemtoa yule pepo, kwa sababu huyu mtu alikuwa analeta faida. Pepo wa uaguzi ni kama hawa wapiga ramli hawa, na ndio kitu ambacho manabii wengi leo wanatumia. Hawa watu wana uwezo wa kuona huyu mtu ni nani. Ndio maana sio kila wanachokuambia manabii kwamba wanaongopa. Asilimia kubwa wanakuwa wanasema ukweli, lakini tu lazima ujiulize roho gani iko nyuma. Ndio maana nataka nikwambie kwamba mimi binafsi sio mpenzi sana wa kushabikiwa na watu. Na kitu ambacho ninasi sana kwenu, watumishi wa Bwana, kama unaona kwamba wewe kwako channel hujapata viewers nyingi, hujafurahi, hujapata likes nyingi, hujafurahi, nani wana comment? Nani wanaangalia? Watu wa aina gani? Kuna wakati shetani anatumaga mijitu ili kuaminisha kwamba uko sahihi, kumbe ni mijitu yenyewe hata haijaisha hata wokovu. Hilo ni tatizo. Maana mimi kwangu pitia, hutakuta comment ovyo ovyo. Unakuta wanasikia tu. Ukijua kwamba mimi waga nasikilizwa, tembea na mimi mahali alafu sikia watu jinsi wanavyosemaga. Mtumishi, tunakusikiaga sana. Mbona ukuaga na comment sasa? Wanakosa kujidhihirisha wazi. Kwa nini? They know kwamba mimi ukicomment mara 2 mara 3 na kufuatilia, baadaye umeelewa nini? Hakikishia wokovu ni kitu ambacho lazima usimame. Kwa hizi sign hapa nimetaka kuonesha kwamba hizi dalili 3 ukiziona, ukiona unaishi maisha ya wokovu, unaishi maisha ya dhambi, ujue kwamba kilichopo nyuma sio Mungu. Lakini jambo la pili, unaishi maisha ya wokovu, huku unafanya huduma lakini unaenda nje na neno la Mungu, ufahamu kwamba kilichopo nyuma sio Mungu. Jambo la 3, uelewe kwamba kama unataka sifa kutoka kwa watu waovu na wanakusifia na unapiga makofi, ujue aliyopo nyuma sio roho wa Mungu ama sio Mungu, ni mambo yako mwenyewe. Sasa ogopa sana ama kataa kwa nguvu aina hii ya utumishi, kwa sababu madhara yake ni haya ambayo nataka nikwambie hapa. Kataa sana utumishi wa aina hii. Watu wengi huu ndio utumishi ambao wanauita kwamba ni utumishi. Unaishi maisha ya dhambi, vimaneno ambavyo unaongea havipo hata kwenye Biblia. Mwisho wa siku unapenda tu kusifiwa na mtu wa aina yoyote. Mtumishi wa Mungu sio utumishi. Kataa kwa nguvu utumishi kama huu, kwa sababu utakupeleka pabaya. Sikiliza hapa nikusomea ile andiko fulani hapa. Kusomea hapa andiko fulani hapa ili uweze kuelewa kitu ambacho nazungumza. Sasa hivi tutazungumzia tu Mathayo kwenda mbele. Mathayo sura yake ya 4 mstari wa 18 na 19. Anasema hivi: naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Jambo la kwanza unasikia Yesu anasema nifuateni, follow me. Nifuateni. Neno Yesu anaposema nifuateni, alafu nami nitawafanya, sio nifuateni kisha muwe.
nifuateni, kisha ninyi baada ya kunifuata mimi mnayenifuata nitawafanya ninyi kuwa wavuvi wa watu. Hatujifanyagi kuwa watumishi, tunafanywa kuwa watumishi. Kwa hiyo anajaribu kuzungumza statement moja ambayo iko matata sana. Nifuateni mimi. Kwanza, jambo la kwanza, kumbuka kumfuata Yesu ni nini? Ndio maana zamani hawakuitwa Wakristo, waliitwa wafuata, mfuata. Enzi za nyuma sisi wazee wa zamani, ukisikia watu wanasema ale mfuata huyo, yani huyo ni Mkristo, ni mfuata, yani mfuasi wa. Na mimi naona kama vile neno mfuasi, kufuata ni kitu ambacho kina make sense zaidi. Sababu leo Kristo huu ni kichaka tu, asilimia kubwa wanakimbilia kuficha maovu yao. Lakini mfuata, yani ni mtu ambaye una kiongozi mbele ambaye unaenda nyuma yake. Anasema nifuateni nami nitawafanya. Kule kufanywa ni kule mkawafanye mataifa wote kuwa wanafunzi. Kwa hiyo mkinifuata, kwanza nitawafanya kuwa wanafunzi. Lakini jambo la pili baada ya hapo, hatua ya tatu, yani mkinifuata, hiyo ni maamuzi yenu. Mnaamua kunifuata na kuniamini. Jambo la pili, baada ya kuniamini, nitawafanya kuwa wafuasi wangu ama wanafunzi wangu. Baada ya hapo nitawafanya kuwa wavuvi. Unaona hizo hatua? Ndo akina Petro ambao baadaye walikuja kuitwa jiwe. Ndo akina Petro ambao walitikisa, ambao hata nguo za miili yao zilipotolewa zilikwenda kufanya miujiza. Kwa nini? Walikubali kunyenyekea, walikubali kumfuata Yesu, walikubali kuwa wanafunzi wa Yesu, walikubali kufanywa kuwa watumishi na hawakujifanya kuwa watumishi. Yesu wetu asifiwe sana. Kuna kitu hapa ambacho nataka tuzungumze. Nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Kwa hiyo tunafanywa kuwa wavuvi wa watu, hatujifanyagi kuwa wavuvi wa watu. Usikimbilie utumishi wewe mtu wa Mungu, fuata kanuni. Fuata kanuni. Utumishi wowote nje na kanuni utakwenda kuumia tu. Kwa maana kuna kitu ambacho pia Matendo ya Mitume amesema, wakati wanaanza kufikiria namna gani ya kuoa mitume, anasema kuna mtu mmoja alisimama kati yao. Akasema alikuwepo Theuda hapa, aliondoka na watu karibia 400. Lakini wote wakapotea. Akaondoka mwingine baada ya siku chache, naye akapotea. Hawa watu kama ni mambo yao watashindwa, lakini kama ni Mungu, achaneni nao, msije mkaonekana mnapambana na Mungu. Hii inamaanisha nini? Yapo mambo ambayo tukiyafanya kwetu binafsi hatuwezi kuyatoboa, tutapotea. Unajifanya haya bwana. Mathayo sura yake ni ya 12. Mathayo 12 mstari wake wa 33 na 35 nasema hivi: ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au fanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya, kwa maana kwa matunda yake mti utambulikana. Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu uyanena ya ujazayo moyo wake. Mtu mwema katika akiba yake njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba yake mbaya hutoa mabaya. Bwana anaangalia moyo, Bwana anaangalia ndani, Bwana anaangalia moyo. Usiniangalie mimi, angalia. No, hiyo sio biblical. Hiyo sio biblical. Nendaga ukasome kwa kwenye Samueli ambao utakimbilia wewe. Samueli amesema ninajua 16, ndio ninajua, lakini hajamaanisha hicho unachokisema wewe. Moyo wa Daudi ulikuwa gani? Hebu basi tunaposema Bwana anaangalia moyo, hebu muone Daudi yuko wapi bwana? Daudi yuko wapi, anafanya nini? Daudi alikuwa porini analisha kondoo. Moyo, jitihada, kiu yako ni nini? Daudi, kitendo cha yeye kukaa porini analisha kondoo, Mungu alikuwa anatafuta mtu ambaye atakuja kusimamia wana wa Israeli. Ndio maana asilimia kubwa ya watumishi wa Bwana kabla hawajawa watumishi walikuwa ni wafugaji, walikuwa ni wachungaji wa mifugo. Hata mimi Afrika nilikuwa pia nachunga mifugo.
Nilikuwa nachungaga mifugo ya bibi mmoja, alikuwa anaitwa Biasha, alikuwa anaishi sasa pale. Nilichunga mifugo, mara ninunulia nguo ya Bonane. Tunaenda. Ni maisha ambayo, lakini ukiangalia jinsi ambavyo mchungaji wa kondoo ama wa mbuzi anavyokuwa na wajali wale mbuzi, ndivyo ambavyo pia Mungu alitaka rais wa nchi ama mfalme wa nchi ama mtumishi wake awe anajali watu wake. Yesu wetu asifiwe. Lakini leo tuna aina ya wachungaji ambao hajui nini. Sasa kitu hapo ambacho Biblia hapa inatuambia ni kwamba tunawezaje tufanye mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri. Alafu Yesu anatukana hapa, enyi uzao wa nyoka. Hapa kwa mujibu wenu hapa Yesu amekosa hekima hapa. Yesu, hauna hekima bwana. Hauna hekima. Wewe ukaita watu uzao wa nyoka. Wewe ni nani Yesu? Kizazi cha leo nye. Lakini anasema enyi uzao wa nyoka. Mwawezaje kunena kuwa ninyi ni wema wakati ni mabaya ndio yanaonekana? Usiniangalie mimi, angalia ndani. Ndani wewe, ndani ni hicho ambacho mimi nakiona nje. Yaani mimi ukiniona kwamba ninavaa kasuti kangu na triko ndani, utafikiri sijui kuvaa. Wewe fahamu tu, kilichomo ndani ni kutokujua kuvaa. Yesu wetu asifiwe sana. Kwa sababu yale ambayo yanatoka akilini, kabla hujatenda lolote, ni akili inaanza yani tayari. Kwa hiyo usije kamwe ukajilimit na kusema viungo fulani ndo halali vya kuonesha uwepo wa Mungu kwenye maisha yako na viungo vingine ni haramu. Sio hivyo. Neno la Mungu linasema ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake, kwa sababu kwa matunda tutautambua mti ukoje. Lakini pia kule kwenye Yohana kule akasema chemchemi moja haiwezi katoa maji matamu na machungu. Yesu wetu asifiwe sana. Na kwanza kule. Lakini nataka nimalize na hiki kitabu ili nikuoneshe madhara ya utumishi ukoje. Mathayo hiyo sura yake ya 7 mstari wa 15. 7:15 Mathayo, na tunashuka naye. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema huwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu huwezi kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Hivi hapo nafikiri Yesu anazungumzia kwa habari ya mti kweli. Sikiliza hapa kwenye sheria anasema ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Hawa watambua, wasini watu hawa. Mtawatambua. Ingekuwa mtu angesema mtautambua, lakini mtawatambua. Mtu. Anaposema huku kote mti anamaanisha mtu. Matunda, matendo. Yesu wetu atukuzwe. Kwa hiyo kwa matendo yako utafahamika ni wa Mungu ama ni wa shetani. Bwana angalia matendo. Kaaga hivyo hivyo. Kama ameshasema tutalipwa sawa na matendo yetu, weka tunayapuuza matendo uone. Yesu wetu atukuzwe sana. Anaendelea kusema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Ukisikia haya maandiko utakuja kuelewa kitu kimoja kipana sana. Ndio maana nimekuambia kama kuna utumishi wa aina hii ambao nimekutajia hapa juu, usikubaliane nao. Tafuta utumishi halali. Yesu atishwi nawe kufanya miujiza. Yesu atishwi nawe kunena kwa lugha. Anachoangalia ni je, unatenda alichokiagiza? Na ndicho ambacho ninakiandika kwenye haya maandishi ambayo nitaandika baadaye. Nasema wokovu lazima uangalie kazi aliyoifanya Yesu msalabani.
Ukishagundua kazi aliyofanya Yesu msalabani, hona kusudio lake la kukubali yote ilikuwa ni nini? Sasa kuna watu ambao tunakimbilia kwenye utumishi, tunakosa kufuata kanuni za kabla ya kuwa mtumishi. Matokeo yake tunakuwa watumishi wa aina hii, ambao utumishi wetu unakuwa sasa hautokani na Mungu bali unatokana na shetani. Sasa nataka nikwambie, itakusaidia nini? Unafanya utumishi labda miaka 5, miaka 10, miaka 20, wengine miaka 50 sasa hivi, lakini bado maisha yako yamebebana na dhambi. Maisha yako yanabebana na dhambi. Baadaye Yesu atakujibu hiki kama ambavyo wenzako wamesema. Bwana, kwa jina lako, hii Bwana, kwa jina lako tulifanya hivi, Bwana tulikutolea, Bwana tuli. Ndio maana mimi huwaga na shauri hivi. Ukiona maisha yako yana dhambi, sikushauri kutoa sadaka popote. Vinginevyo ni sadaka ya kutengeneza. Lakini eti sadaka, kwa sababu Mungu hapokei ongo, lazima ujitoe kwanza moyo wako, utubu, kwa sababu sadaka utakayotoa, maandiko yanasema nitawapaka nyuso zenu mavi ya sadaka zenu. Kwenye kitabu cha Malaki, nitapaka nyuso mavi ya sadaka zenu. Kwa hiyo kama unatoa sadaka na huku una dhambi, huku umetoka kuzini, umeongwa, unakuja kupeleka kanisani, sisi tutanunulia microphone, hakuna shida. Lakini hiyo sadaka ndio itakuwa fimbo itakayo kupiga baadaye. Ndio maana ninashauri utengeneze kwanza njia zako. Bwana Yesu atukuzwe sana. Yapo maisha ambayo ukiyaishi kama mcha Mungu yanatatiza sana maisha ya wokovu. Yanatatiza sana maisha ya Ukristo. Mimi niseme ya kwamba kuna wale wengine 70 ambao walikwenda kwa Bwana, kwa jina lako mapepo wametutii. Akamwambia, ninyi msifurahi kwa vile mapepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa. Utakuja kuelewa how serious haya mambo yapo. Swala sio tunamtumikia kwa namna gani. Kumbuka, huduma ni kitu ambacho kinakuja juu ya kuwahudumia wengine. Wokovu ni kitu ambacho kinakuja juu ya kukujengea wewe kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Ndio maana siku zote nawaambia, baba wa huduma ni wokovu. Usitaki kuanza kuhudumia watu kabla hujaokoka. Ndio hicho ambacho nimekusomea hapa. Wewe mwenyewe bado ni mateka wa dhambi. Kwenye Petro wa 2, wewe mwenyewe bado ni mateka wa dhambi, alafu unataka kwenda kuwafungua wengine. Haitawezekana. Jitahidi uache kwanza uhuru. Jitahidi uache kwanza njia mbaya. Jitahidi usifanye kazi ya Mungu bure ukawa daraja. Mtume Paulo anasema hivi, na mimi napiga mbio hivyo hivyo, ili nisije nikawahubiri wengine, mimi mwenyewe nikawa mtu wa kukataliwa. Anasema pamoja na upaulo wake, yeye naye yuko mbioni. Yaani anaendelea naye kujichunguza na kujioji na kujiona yeye yukoje na Mungu, kwa sababu Mungu akuhesabu kuwa mwana kwa sababu unahudumia. Ndio maana hata shetani bado ni mtumishi wa Mungu. Kitu ambacho wengine hawajui. Mungu hajawahi kumpiga mtu. Mungu anatoa ulinzi ili aruhusu shetani akupige. Ina maana kwamba shetani ni fimbo ya Mungu kwako wewe mwanadamu. Unaposikia mtu amepigwa, sio Mungu. Mungu hajawahi kupiga mtu, ila awaga anatoa tu ulinzi, afu mzee wa kugusana anagusa. Akikugusa, Mungu ananipiga. Mungu amekutaka utumike na baadaye uende uone matunda ya kazi yako. Lakini tusitumike kwa hasara. Yapo malipo baada ya maisha haya. Yapo malipo baada ya huduma. Ndio maana lazima tujioji, pamoja tunatumika, pamoja tunawahudumia watu, sisi wenyewe tukoje na Mungu. Hicho ni kitu cha muhimu. Kataa utumishi wowote ambao kwanza hautabadilisha maisha yako. Kataa utumishi wowote ambao utakulazimisha kuenda kinyume na malengo ya Mungu kuleta duniani. Kataa sifa yoyote ambayo inakuja kwa watu waovu. Mimi nataka nikusihi, angalia sana thamani ya maisha yako yajayo, kwa sababu maisha haya ni ya kitambo kidogo. Yupo Mungu ambaye anakuangalia, yupo Mungu ambaye atakulipa, naye atakulipa sawa na matendo yako. Sio heshima yoyote kupata sifa ya hapa duniani alafu ukakosa uzima wa milele. Neema na baraka nyingi za Kristo ziwe nawe popote pale uliponisikiliza.